Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tumefanya naye kazi kwa muda mrefu, lakini naomba kwa nafasi hii nitumie fursa hii kumpa pole Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuwa Mheshimiwa Waziri wetu alikuwa nguzo muhimu ya kuegemea wakati wote. Mheshimiwa marehemu alikuwa ni waziri wako wa nchi, akikusaidia kuratibu na mimi nikimsaidia kufanya kazi kwa karibu. Tunakupa pole na wewe. Tunawapa pole viongozi wetu na vile makamu wetu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, pamoja na rais wa Zanzibar na makamu wa pili wa rais. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakumbuka ofisi yako tunafanya kazi kwa karibu na ofisi ya Zanzibar. Kwa kweli tunawapa pole wote. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa marehemu tulifanya naye kazi kwa karibu akituratibu. Ninawapa pole wote waheshimiwa wabunge. Kwanza tukianza na Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Katibu Mkuu wetu ametangulia kusema. Mheshimiwa marehemu William Lukuvi alifanya kazi nyingi sana. Lakini siku ya mwisho ya kamati, pamoja na kufanya kazi zote hizo, tulikubaliana na mwenyekiti wa kamati ya afya kwamba tutakuja kuwasilisha kesho yake, yani tarehe 25 asubuhi. Kwa hiyo mwenyekiti alitupangia tuwasilishe saa 8 taarifa yetu ya bajeti ya fungu linalohusu mambo ya VVU na ukimwi. Sasa tumepangwa saa 8. Lakini alipofika nyumbani baadaye alinitumia ujumbe katika simu akisema, naibu waziri, hakikisha kikao hiko tunakisogeza nyuma, tunakifanya saa 7 ili saa 8 tuweze kufanya kikao cha wakuu wa mikoa, tusiweze kukiahirisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakubaliana na mimi na wewe, tumekusikia ukizungumza kwamba marehemu alisema tusiahirishe, na sisi alitupa maagizo hayo. Kwetu tumejifunza kwamba Mheshimiwa Lukuvi alikuwa mtu wa kazi. Alitanguliza kazi mbele, alitanguliza maslahi ya nchi mbele, aliweka uzalendo, hakuweka excuse katika kazi. Hilo ndilo kubwa ambalo sisi tumebaki nalo, kwa sababu hata alipojisikia vibaya, Mheshimiwa Spika, utakumbuka, pamoja na katibu wa bunge tulikutana ofisini pale, lakini bado alihimiza lazima tufanye kikao kilichowahusu watu wa bandari, TRA na sisi na Wizara ya Fedha, tujadili kwa nini mizigo inachelewa bandari ya Dar es Salaam. Kwa nini mama ameweka hela nyingi, tumeweka mwekezaji, lakini bado mambo yanasuasua, na alitupa maagizo mahususi na katibu mkuu aliendelea kuratibu. Kwangu binafsi, Mheshimiwa Waziri Mkuu na waombolezaji, marehemu atabaki kuwa mwalimu mwema kwangu, mlezi mahiri, ambaye pamoja na kunifunza kazi, bado alinifunza na maisha. Aliniambia mara ya mwisho tarehe 24, tulizungumza muda mrefu, masaa karibu 5, na mimi sikujua ni kwa nini alipanga iwe hivyo. Lakini aliniambia kwenye maisha ya kazi kuna mambo mawili. Kuna heshima unayoipata kwa ajili ya cheo, halafu kuna jinsi wewe utakavyojiweka. Akaniambia heshima na wizi havikai pamoja, unabidi uchague kimoja. Leo namfurahia marehemu bosi wangu kwamba aliamua heshima ya kufanya kazi. Nyingi waheshimiwa mawaziri na manaibu, mtakumbuka tukijadili hivi, hasa kwenye mawizara yenye miradi mingi hivi, yenye mamiradi, atasema tusimamie maslahi ya nchi,
tuhakikishe mradi huu unaenda vizuri kwa maslahi ya wananchi. Kwa hiyo mimi nimepoteza bosi imara, nchi yetu imepoteza kiongozi Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.